Hali halisi ilivyo katika eneo la Taji Mall. Kumbuka kwanza kabisa tumezungumza na Ali Manzo aliyekuwa katikati ya jiji la Nairobi, kisha tukielekea kule Rongai kuzungumza pia na mwanahabari wetu Chris Thairu kujua tu hali ilivyo, tathmini ya jinsi usalama ulivyoimarishwa. Je, Wakenya wamejitokeza kwenye kumbukumbu hii ya maandamano ya Juni mwaka 2024 ambayo inafanyika leo hii ama kila mwaka? Kumbuka ni miaka miwili sasa tangu kutokea kwa maandamano hayo ambayo vijana pamoja na Wakenya kwa jumla waliaga dunia. Kwa hivyo ni swala ambalo pia bila shaka tutakuwa tunalizungumzia hapa katika mbio ya KTN. Kumbuka tutakuwa tunalizungumzia kumbukizi hasa ya maandamano haya ya vijana wa Gen Z mwaka 2024. Tutakuwa nao wageni wangu hapa studioni, nikiwa naye Njuguna Mwanga ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, lakini pia nitakuwa naye Fanya Mambo Kinuthia ambaye pia ni mchanganuzi wa kisiasa, pamoja pia na wakili Nurdin Kagai ambaye tutakuwa ananisaidia kuchanganua masuala haya, swala hili zito kabisa la kumbukizi ya maandamano haya. Tukianza tu kwa haraka ni kwamba kulikuwapo na malengo ambayo vijana bila shaka walikuwa wanatarajia kuyafikia kutokana na maandamano haya mwaka 2024 ambayo ndiposa vijana walijitokeza kwenye maandamano haya. Je, malengo haya waliweza kuyafikia, Bwana Njuguna? Kwanza kabisa nataka nichukue fursa hii nikushukuru pia na nishukuru pia KTN kwa kutupea hii nafasi ya kuzungumzia hii swala. Na kwanza niseme wana Gen Z na vijana wetu wa Kenya ni watu ambao wametuonyesha wazi ya kwamba hii Kenya yetu tuko na uwezo na tuko na nguvu kama wananchi. Tuko na vile tunasema katika katiba, the sovereignty iko na wananchi wenyewe. Na hiyo ndio ile kitu walituonyesha wakati walijitokeza in 2024 ili wakuje waseme yale ambayo ilikuwa katika moyo zao, lakini unfortunately tukaona vile walikandamizwa na serikali ambayo inafaa kuwalinda. Na kama vile umeuliza, yale masuala ambayo iliwafanya wajitokeze mpaka wa leo tunaona bado kuna changamoto mingi sana ambazo bado hazijashughulikiwa, kwa sababu kama ni kitu kama kuheshimu mawazo ya Wakenya through public participation, bado mpaka wa leo tunaona wale viongozi ambao wako katika uongozi bado hawatii maanani. Na pia tuliona kuna mambo mingi ambayo Gen Z walikuwa wameuriza serikali. Kitu ya kwanza ni mambo ya the wastage ya resources za wananchi. Yani serikali ambayo inatumia pesa ya wananchi kiholela holela, using the public funds kufanya mambo zao za kibinafsi. Hayo mambo mpaka wa leo serikali bado inaonekana imeendelea kuignore, imeassume hayo mambo yote. At the same time tuliona pia wana Gen Z wakikashifu serikali kwa sababu ya hata wale viongozi ambao wameweka katika uongozi, haswa katika cabinet. Unfortunately tuliona even after rais kuondoa ile, kutupilia mbali ile baraza la mawaziri ambao walikuwa nao, tulikuwa tuna expect ya kwamba masuala ya Gen Z itatiliwa maanani akirudisha cabinet ingine. Unfortunately tuliona hiyo yote ilipuuzwa, na badala ya kushikilia ama kuchukua yale mambo ambayo wananchi wenyewe wakiongozwa na Gen Z walikuwa wanatarajia, yeye kama rais William Ruto alienda kutafuta wale ambao ni rejects katika nchi yetu, akawareta, wengine anawaita experts, lakini ukiangalia unaona, na hiyo ndio ile barabara sasa tumechukua kama Kenya. Nchi yetu sasa inaelekea kwa mtaro, lakini 2 years down the line bado mashida inaendelea kukumba nchi yetu. Bwana Fanya Mambo, miaka miwili sasa tangu kutokea kwa maandamano haya vijana wa Gen Z mwaka 2024. Mmekuwa hapo kumbukizi mwaka jana, sasa hivi kuna kumbukizi mara ya pili. Hivi serikali inajifunza nini? Manake bila shaka yapo masuala ambayo serikali inaweza kuchukua kutokana na maandamano haya vijana. Kitu gani ambacho serikali tunaweza sema kwamba imejifunza? Asante. Kwanza kabisa ni shukuru KTN, pili ni wasalimie watu wa kule kwetu Dagoretti South, watu wa Waithaka, watu wa Gando, watu wa Riruta, watu wa Uthiru Rudhimito. Those are the 5 wards ambazo zinafanya tunakuwa na Dagoretti South. Na Wakenya wote mahali popote ambapo mnatutazama, mimi ni wenyu Fanya Mambo Kinuthia. Ningependa kusema kwamba ni kama kwamba serikali hii haijajifunza chochote
kutokana na yale yaliyotendeka mwaka 2024. Sababu ya kusema hii ni hivi. Kwanza kabisa, walipokuwa wanapingana na serikali ilikuwa kwa sababu ya finance bill. Finance bill ya 2024 ilikuwa ya trilioni 4.2, 4.2 trillion 2024. Finance bill ambayo tuko nayo sasa ni ya 4.8 trillion. Kwa hivyo kwa njia fupi wameongeza bilioni 600 katika ile finance bill. Na mimi nimekuwa nikiambia Wakenya msiangalie zile taxes ambazo ziko pale. Kama mzigo wa 4.2 trillion ulikuwa mgumu sana kwetu kuubeba, lazima mzigo wa 4.8 trillion uwe mgumu zaidi kubeba. Pili, ningependa kuambia Wakenya kwamba shida yetu sana sana haikuwa finance bill, ilikuwa bajeti. Unapotazama bajeti ile, kwa sababu kuna vitu viwili ambavyo Wakenya hawaelewi. Kwa mkono wangu wa kushoto hii ni bajeti. Mkono wangu wa kulia ni finance bill. Bajeti ni makadirio ya jinsi ambavyo tunataka kutumia pesa. Kwa hivyo wanaenda wanasema tutanunua hii na hii na hii na hii na hii. Alafu finance bill ni ya kutusaidia kukusanya zile pesa ambazo tunazohitaji ili kutimiza matakwa yaliyowekwa katika bajeti. Sasa bajeti ile inakuwa na pesa ya William Ruto ya kutravel 89 billion in 3 years. 89. Yes, bajeti ile inakuwa na pesa ya William Ruto ya State House 17 billion. Bajeti ile inakuwa na pesa ya Kindiki ya milioni 8 kila siku kuzunguka na chopa huku akipea watu baragwe ambayo haivi. Sasa shida ambayo inakuwa ni kwamba bajeti hii iko na kitu ambacho tunaita kwa kimombo wastefulness nyingi sana ambazo zimebajetiwa 2026. Hata hii. Kwa sababu uliona katika bunge wa bunge akileta shida wanasema mbona Kindiki anapewa milioni 8 kwa siku moja kuzurura na chopa. Ilhali kuna watu ambao wanalala njaa katika nchi hii. Sasa shida yetu ni bajeti. Unakuta saa hii permanent secretary PS, wasikizo unaitwa principal secretary. Ile gari anatembelea ni Prado ya 2024. Ile gari ni 25 million. Mbona tunambeba PS kwa gari moja na huwa kuna msafara wa magari kadhaa. Na ma-PS sasa wako 60. Sasa shida iliyoko ni kwamba tumefanya makadirio ya bajeti ambayo ni unreasonable. Alafu mzigo huo tunakuja tunawekelea wananchi. Kwa mimi naweza sema serikali haijajifunza chochote. Sisi tunaofanya kazi, nikitaka kulinunua gazeti za Standard, naamka asubuhi natafuta shilingi zangu 60 nanunua gazeti la Standard. Walioko katika serikali wanakuta wamenunuliwa gazeti. Walioko katika serikali wanakuta wamenunuliwa maji ya kunywa. Walioko katika serikali hata chai wanapewa, maua wanaekewa kwa ofisi. Ukifanya ile bajeti ni upuzi mtupu, bilioni kadhaa zimepotea. Sasa sisi tunataka kuambia nyinyi, nataka muanze kutumia common sense. Shida ambayo ilipeleka Gen Z maandamano bado ipo. Mwisho nikimalizia niseme hivi. Serikali hii kwa wakati ule walikuwa wameamini kwamba mtu ambaye anaweza leta maandamano Kenya hii ni Raila Amolo Odinga peke yake. Na wakasema kwamba wao ilikuwa wasiwasi yao ni Raila tu. Ndio maana walikuwa na mpanga wa mtume kule Addis Ababa, wakifikiria kwamba akienda Addis Ababa Kenya watakuwa na itawala jinsi wanavyotaka. Mungu ni nani? Akawa mwaminifu, akatupa Gen Z ambao hamjui wanakaa aji, hamjui kiongozi ni nani, hamjui mutashika nani, hamjui mutabribe nani. Na saa hii leo wametupatia holiday. Walisema kutakuwa na maandamano, serikali ikasema hakutakuwa. Maduka yamefungwa town, kazi haziendelei, hakuna pesa ambayo inapatikana. Wanasema kwamba Kenya inapoteza pesa nyingi sana kwa wakati kama huu ambapo kuna maandamano ya Gen Z. Ningependa kuambia Wakenya, sisi hupoteza pesa nyingi zaidi wakati wa amani. Yaani unaamka unasikia kuna PS ametransfer 6.3 billion kwa akaunti yake ya kibinafsi. Kwa hivyo kunapokuwa na amani Kenya hii hata tunapoteza pesa nyingi kuliko kukiwa na maandamano. Ni hayo kwa sasa, tutazidi. Nikija kwa wakili Nurdin, serikali sasa hivi je, tangu miaka miwili hii yote ya maadhimisho ya maandamano ya Gen Z, hivi kisera au kiuchumi kuna chochote ambacho labda serikali kuna manufaa yote kisera ama mabadiliko yote kisera na kiuchumi ambayo serikali imeweza kutekeleza kutokana na maandamano haya? Kwanza kabisa, baada ya, asante kwa kuniita leo, baada ya kuona kila ambayo tumeona leo, inakuonyesha serikali hii haitaibadilika. Sasa leo ni siku ya kukumbuka wale ambao walikufa, wale ambao waliuawa na serikali hii, sio? Sasa kuna shida gani watu hao wakikuja wakiandamana mpaka pale nje ya bunge waweke maua? Sasa leo umeshika vijana, umeweka Central Police Station, kuna wale wameweka Kitengela. Sasa alafu baadaye unasema unalipa fidia. Unalipa fidia ya nini? Sasa leo mwingine angekufa, pia tungefungua tena kandarasi nyingine ya fidia.
Ingekuwa hivyo. Ni serikali ambayo leo inafanya nini? Na serikali ambayo inaogopa wananchi wake. Shida ya leo kukuja nje ilikuwa nini? Kila mtu ana haki kwenye katiba. Ukiamua leo unataka kuandamana, una malalamishi yako, unakubalishwa. Ukiamua utafungua biashara yako, fungua. Ndio maana polisi wanafaa waeke usalama. Lakini leo wameamua hakuna kutembea. Sasa kwanza polisi ndio wamefanya maandamano haya yakakuwa successful vile ambavyo anasema. Hao ndio wamesaidia. Sasa pale ambapo watu waamka asubuhi wanapata kuna barriers. Kama unaenda kazini, huwezi enda kazini. Utapata labda kuna mtu leo alikuwa anafaa kwa kazini, mwajiri wake hataki kujua kama kuna maandamano au la, atapoteza kazi. Kuna wale ambao walikuwa wameenda kazini, wamepata kazi imefungwa, inabidi warudi nyumbani, wameshikwa, wako kwenye seli. Sasa tunaenda vipi kama nchi? Inamaanisha hawaelewi kuendesha nchi. Inamaanisha ya kwamba hawawezi badilika. Inamaanisha ya kwamba kumbukumbu ile inawastua. Sababu wanajua walichokifanya. Inakuonyesha kwamba siku hizi ukiona waziri wa fedha anafanya public participation sana, mpaka anaingia bunge la mwananchi. Kuonyesha vile vijana walimwogopesha. Serikali hii ikaogopa mpaka siku hapo awali hakuwa anafanya public participation vile wakitaka kupitisha bajeti yao. Lakini siku hizi wanaenda. Inakuonyesha kwamba sauti ya Wakenya pia ina uzito, ina nguvu. Na ndio maana leo wametuwekea zile sengenge tumeona barabarani. Ukipita unapata na sengenge, maaskari karibu wote wako barabarani. Wameshika doria. Sijui kuna mhalifu mgani alikuwa anakuja Kenya leo. Sijui kuna watu gani walikuwa wanapigana leo. Kama kuna vikundi vina silaha vinapigana leo. Watu wako na chupa ya maji na bendera, unashikwa kwa sababu unatembea. Sasa ni hatia kutembea Kenya. Unaelewa? Inakuonyesha kwamba hawajui kile kufanya, hawatawahi badilika, na kila ambacho wanafanya inakuwa ni PR. Alafu pale unapata kituo hichi cha habari kikiweza kuonyesha mambo kama hayo, anakasirika, anatuandikia message kwenye social media. Tutaishi vile? Nafikiri fanya mambo kuna kitu ambacho anataka kuchangia. Yes, kuna kitu ambacho ningependa na hili kwanza ningependa kuongea na Gen Z wenyewe. Mwaka uliopita 2025 nilikuwa nimeitisha press conference na madhumuni yangu yalikuwa haya. Nikasema enyewe Gen Z wetu waliofariki hatuna namna mwafaka ya kwenda kuwaonyesha heshima zetu kwa kujitolea mhanga na kufariki kwa sababu yetu. Mimi nikaanzisha kampuni ilikuwa inaitwa Generations Monument. Na nilikuwa nimesema si basi tushikane sisi kama viongozi, young people, mimi nikiwa millennial, wale wakiwa Gen Z, tushikane sisi wote. Kwanza kabisa Gen Z watengeneze design ya monument. Wa design monument ambayo inaweza tumika tuona wale Gen Z wote walikufa. Tu approach serikali hii watuonyeshe space ambayo watatujenga, na wakitunyima tutajenga katikati ya Uhuru Highway. Kwa hivyo afadhali watuonyeshe mahali tutajenga monument. Watakapo tuonyeshe mahali ambapo tutajenga monument, hatutaki pesa za serikali. Sisi kama young people tutakuwa na pay bill, tuchange kwa pamoja. Watakao ichora wawe ni young people. Watakao ijenga tutafute young millennials ambao wako na makampuni ya contract tuwapatie. Wajenge. Tufanye hivyo, tujenge monument moja mzuri, iandikwe majina ya Gen Z wote na watu wote waliofariki katika kupigania hii mambo ya demokrasia katika nchi hii. Tukishaandika wale watu walikufa 2024 na 2025 kwa sababu ya kumbukumbu hii, monument ile tukuje tuiunveil sisi wote. Na kila tarehe 24 ikifika June kila mwaka, sasa tutakuwa tunapeleka maua yetu pale. Kwa hivyo jina ya Rex Masai iwe pale, jina ya Albert Ojwang iwe pale, jina ya wale watu wote walibebwa na Subaru na tukakosa kuwaona iwe pale. Lazima sisi tushikane kama young people. Tuache kusema kile tunasema kwa kimombo, tutoke kwa agonizing tuingie kwa organizing. So tuache kuorganize, tuanze kuorganize, tuanze kuorganize. Tuseme kama young people tumeamua, tunataka tuwe na monument, so that every 24th ikifika, tuko na monument yetu moja kubwa, na itachorwa na young people, na idesigniwe na young people, na tuijenge, na hatutaki pesa ya serikali. Afadhali huyu atoe 50, huyu shilingi 10, huyu shilingi 20. Tukishaijenga tuandike majina ya our heroes, wale ambao wamekufa katika hii struggle, na wale ambao walivunjika miguu na mikono katika hii struggle tuandike pale. Ili ikifika tarehe 24 sisi wote tunaenda pale, tunafanya interdenominational prayers na tunaweka maua.
Asante sana. Awali mtazamaji, ni kufahamisha kwamba awali viongozi wa upinzani pamoja pia na baadhi ya familia zile za walioathiriwa na maandamano hayo mwaka 2024 walifanya matembezi hapo jijini Nairobi katika mchakato mzima tu wa kukumbuka ama kumbukumbu hii ya wapendwa wao ambao waliaga dunia. Hebu tupate kutazama kabla hatujaendelea na mahojiano yetu. Those malicious people who may have arranged for goons to be in the CBD, we are not in the CBD. Any goon in the CBD belongs to the authorities, not to us. As I came from home, they've barricaded everywhere. I had to open my window at the Aga Khan to tell the police I need them to remove the stones for me to pass. I'm coming to Serena. I was not hiding. Again, they removed the stones at another barrier near the museum. And I told them we are peaceful. I'm coming to Serena. So there are such barriers. There is so much police presence. It is inconceivable not doing anything wrong. We expect this to be peaceful. And we assert our right to do those things because it's written in the Constitution. May I thank police for making the day so successful. When you barricade roads, you are enforcing the public holiday. So heko kwenu, lakini pia muweke usalama. Yes. Kuongeza tu basi This is a day when we come out to remember the lives of the young people who were taken. Ask yourselves what crime those young people committed. Just to say that life had become impossible for Kenyans, and because they talked with the government refused to listen, and instead of listening, they tear-gassed, they killed, and they maimed. If we were to stay behind and leave the victims to also stay in their homes, it would be a betrayal of the spirit of the young people. We are just coming out in solidarity. We are peaceful. We are not armed. Anybody with arms are not us or the families who are coming. Anybody armed, let the nation know and the whole world know. If there are any armed groups, those are not the victims' people. Those are not the leaders' people. Those are the agencies, the government agencies. The government has been talking about knowing of goons being mobilized. I suppose that they know if that was true, they should have taken action to make sure that those goons don't gain access even to the CBD. So we're just coming in solidarity with the families and to tell this government that you cannot avoid accountability. All these barricades are meant to make sure that nobody comes here, nobody comes to the media, so that the government can hide behind the compensation they have given. Compensation is fine, but no money can buy any life. Thank you. We must press for justice for those who were killed. The police officers and anybody who was involved must be taken and prosecuted. Thank you. Wenzangu wameongea Kiingereza sana, nitaomba niongee kwa lugha ya taifa. Na niseme asante sana kwa viongozi wenzangu ambao siku ya leo kama viongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kenya tumejitokeza tusimame bega kwa bega na familia za wale waliathirika katika maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka wa 2024, wakipinga ushuru, wakipinga ufisadi, wakisema wanataka serikali inayoajibika na demokrasia yao. Tuwashukuru wale wote kwa heshima ya wazalendo walioaga siku hii ambao mumekaa nyumbani. Hiyo pia ni njia moja ya kutoa heshima kwa hawa wazalendo wenzetu walioaga. So staying at home is also one way of protesting. And we thank all those Kenyans who are at home today
who are peacefully and with their families remembering and honoring their heroes. That too is a very special way of honoring. In fact, you have made this day a public holiday against the wishes of this very government that killed your children. Okay. We thank also the officers who have barricaded this city. The city of Nairobi is completely barricaded. It shows a paranoid government that's afraid of its own people, afraid of its own children. But we are here also to say the constitutional right for people to protest is not dependent on the generosity of the state. And that is why we march today with the families who have come out. Amongst the families, we have the mother of Kennedy Onyango. This was the youngest victim of them all. He was only 12 years. He had almost 10 bullets in his body. The mother is here today. We are also with the mother of Rex Masai and all the other families that we march with today. So we say thank you for coming out to stand in solidarity with the families and to march with the families. We are marching to Parliament to lay these wreaths in honor of the departed heroes. And we expect security and peaceful demonstrations today. Anything happening otherwise is state-sponsored goonism, and we are telling the IG of police, we shall hold you and the officers responsible. Thank you and God bless Kenya. Just add one thing. Waziri Musika mwenyewe alisema walipatiwa notisi kikamilifu. Na pia kwa hafla hii tunaandamana pia na waathirika na vile vile familia zao. Kumkumbuka kama leo. Tafadhali leo tuache na amani, tukumbuke watoto wetu. Lakini ndiye nataka justice. Nataka kuona huyo mtu. Hata sitasema afungwe afanywe nini, lakini nataka kumuona. Tafadhali. Leo tafadhali usitupee tear gas ile tulikula last year. Tafadhali. Hii age yetu sio ya kukimbia na kurukaruka kwa barabara. Hapa sijakuja kuruka na sijakuja, niko na uchungu. Tafadhali. Hiyo ndio ombi langu. Anybody else? Erickson's mother. Eric's son was killed outside Parliament. Oh. Huyo ni ile Mama Erickson. Mama Erickson. Kwa majina naitwa Caroline Mutisia, Mama Erickson, kijana mwenye aliuliwa nje ya Parliament. Kwa leo hii mimi nilikuwa nataka kuambia government, we just want justice from the government, above all accountability. Yes. So my son was killed today outside Parliament. I came to honor my son. So nataka kuambia government, leo last time walitukataza, leo nataka tuende tuweke maua pamoja na viongozi wetu wa hii nini. Asanteni. Mama Ibrahim, mtoto wake pia aliuliwa nje ya Parliament 2024. Kwa majina naitwa Edith Wanjiko Kamau, mtoto wangu anaitwa Ibrahim Kamau Wanjiko, 19 years old, aliuliwa nje ya Parliament. Kitu mimi ningeomba tu serikali, polisi wote wenye waliua watoto, polisi wa uaji, mimi ningeomba wachukuliwe hatua. Ndio next time wasiendelee kuua, sababu since 2024 mpaka leo tuko 2026 kila maandamano wanaua. Sisi tunaomba tu justice. Hiyo tu. Thank you. Mama Kelvin, mtoto wake pia alipigwa na polisi akauawa. Mimi ni Mama Kelvin Odhiambo, jina yangu naitwa Phoebe Akumu. Mimi naomba tu serikali awache tu leo tuende tuweke mfulawa na mshumaa Parliament pale mtoto wangu aliuliwa. Mtoto wangu alikuwa bado anasoma. Alikuwa na 16 years. Lakini sasa hii ako na 18. Sasa naomba tu serikali awache niende nisimame hapo. Nimweke kitu hata pale amelala atakumbuka. Hiyo tu ndio naomba. Mama Njeru. Mama Rex pia. Mama Njeru, tutamaliza na Mama Rex. Mama Njeru mtoto wake pia aliuliwa. Mimi naitwa Mama Njeru. Mtoto wangu aliuliwa Parliament. Huyo mtoto wangu alikuwa first born wangu. Sikuwa na tegemeo lingine yote. Alikuwa kazi mahali, alikuwa nisaidia. Tunaomba serikali justice wafanye kazi yake. Juu sasa sisi hatuna kitu tunaweza tegemea kwa dunia, tunategemea mtoto. Hata tupaguza machozi hata tufanye nini? Tunataka justice kwa serikali. Asante. Mama Chege mtoto wake alipotea 25th June 2024 na paka leo forcefully disappeared na bado hajui mtoto wake yuko wapi.
Kwa majina naitwa Mary Getitia, mamake Dennis Chege. Since 2024 June, mtoto wangu sijawahi mpata mpaka wa leo. Nauliza hao wenye watoto wao wako missing wako wapi? Sababu sijamuona since from hiyo wakati mpaka now it's 2 years down the line. Nani anaweza vaa hiyo kiatu yenye ndani yangu? Mwenye amevaa hiyo kiatu ndiye anajua ile uchungu yenye anapitia since 2000. Na mtazamaji, ni kauli za familia za waathiriwa, lakini pia viongozi wa muungano wa upinzani wakizungumza kuhusiana na kumbukizi ya siku hii ya leo, ambao ni kukumbuka zile familia ambazo zilipoteza upendo wao, lakini wengine ambao walitoweka katika hali ya kutatanisha kutokana na maandamano haya vijana wa Gen Z ya mwaka 2024. Nikija kwa wageni wangu studioni, Bwana Njuguna, hivi ni lini ambapo ukizisikiliza kauli hizi za viongozi, lakini hasa za familia, bila shaka zinabeba uchungu? Niulize, hivi ni lini tutafanya maandamano wakati polisi watakuwa wastaarabu, kwamba watu sindikize katika maandamano, yani wasindikize familia hizi zilizoathiriwa, kuweka shada la maua, lakini pia kufanya heshima zao za mwisho kwa familia zilizoathirika, na shughuli hiyo iishe kwa amani pasi na kuweka vizuizi, kutumwa kwa maafisa wengi wa polisi katika maeneo mbalimbali. Hivi ni lini itatokea? Nafikiri hii Kenya yetu lazima sisi kama Wakenya, na haswa sisi voters ambao tunatawaliwa na hao watu ambao wako katika uongozi, lazima kwanza tuanze kufikiria namna ya kubadilisha uongozi ambao tuko nao, kwa sababu inaonekana ni kana kwamba wale ambao wanatuongoza saa hii bado fikira zao ni zile za kitambo za zamani, na hawawezi badilisha mienendo yao, kwa sababu bado fikira zao ni za hizo nyakati za uzee. Na ukiangalia kama saa hii wale viongozi ambao wanatuongoza kama Rais William Ruto for example, juzi ametupea apology, ametuambia anatoa msamaha kwa wale ambao waliadhirika kwa maandamano, wale waliuawa, wale ambao walivujika miguu na nini, akasema anapeana apology. On the other hand, the same week, rais anasimama mbele ya taifa na anaanza kupeana threats. Anasema kama wewe unajitokeza kwenda kufanya anniversary ama kumbukumbu ya wale ambao waliadhirika, basi utapatana na askari ambao watakuandamiza. So ukiangalia ni kana kwamba sisi Kenya yetu tumekuwa ni uongozi ambao uko, the regime that is there ni mambo ya PR pekee. Everything is about PR. Wanasema wametupea apology, lakini on the other hand bado wanatulima, wanatukandamiza. Ukiangalia mnajua vizuri hii serikali imetuma walinda usalama kule Haiti. Na mimi kwa maoni yangu naona ni kana kwamba hii serikali ilikuwa imeenda huko tu kutafuta skills za gunism, kwa sababu ukiangalia tangu hii maneno ya 2024 itokelezee, ndio I think gunism sasa imekuwa ndio sasa inatawala. Wameondoa askari, kazi yao ni kuandamana against the citizens. Nayo wale ambao wamepewa mabuduki na silaha za kudeal na watu ni goons ambao tunawaona kila mahali. Nafikiri hii Kenya yetu lazima sasa tuamke kama wa Kenya. Tujue ya kwamba hii power, the power belongs to the people. Lazima tujikakamue sasa. Tuseme ya kwamba hata Gen Z, in fact siku ya leo ningekuwa ninatamani sana tupewe nafasi, watu waende wajiandikishe kupiga kura, kwa sababu ile silaha ambayo ni ya muhimu sana ambayo tuko nayo ni kura. Na 2027 on the 10th of August, wacha ikuwe ndio ile itakuwa maandamano ile ya juu kabisa kwa majenzis na Kenyans in general. Twende tuhakikishe ya kwamba tumetoa wale ambao waliua watu wetu kwa uongozi, kwa sababu hiyo ndio ile demonstration ya mwisho ambayo tutahitaji sana kujiokoa kwa haya mambo ambayo tumepitia. Na wacha nikuambie Sam, sio tu mambo ya anniversary ambayo serikali hii imeamua kufanya mambo na orthodox methods.
tumekuwa na challenges mingi sana. Watu wetu, for example, kwetu kule Makandara, saa hii watu wa Bahati, watu wa Jericho, watu wa Maringo wamekaa na hofu kila wakati, kwa sababu waliona vile kule Makongeni watu walibomolewa majumba in the name ya kutengeneza affordable housing. Sasa wale watu wengine wetu, watu wa Bahati, Jericho na Maringo, saa hii wako na wasiwasi kwa sababu wanaona ile serikali ambayo tuko nayo haiwezi wasikiza na haina huruma yoyote kwa wananchi. Na wanaambiwa na wanapewa threats vile watakuja wabomolewe, eti wajengewe manyumba mpya. Na ile kitu ambao tunajua ni kwamba hata hizo manyumba zikijengwa, kuna wale watu ambao wanaendelea kujiandikisha ili wahakikishe siku moja hizo manyumba hata sio wale ambao wako huko wataishi. Juzi umeona the same government imeenda, badala ya kuondoa watu, kuwaambia watu vizuri vile wanataka kufanya na Gikomba, wameamua ile the easiest route to use ni kuchoma mabiashara za wananchi. Sasa hii mambo ambayo tuko nayo, the only solution, I think me have given up on this government. The only solution tumalize hii mwaka, hii maneno tumalizane nayo. Next year tuwafukuze waende nyumbani, kwa sababu hata tukijaribu kuwaongeresha, mimi nimekuwa na hope mingi sana by the way. Unfortunately now nimerealize ya kwamba wale viongozi ambao wako si eti hawajui vile wanafaa kufanya. Kama siku ya leo Gen Zs wanatoka tu na familia zao waende wakubuke watu wao ambao waliaga na walimalizwa na hii regime. Lakini badala ya wapewe ulinzi ili waanze kupata hiyo healing, the healing process inakuwa disrupted kwa sababu askari wametumwa waandamane wenyewe against the citizens. In fact, we do not have any demonstration in Kenya. It's about the government itself demonstrating against its people. Ni kumaanisha ya kwamba hii serikali ni kama inaogopa kivuli chake. So the only solution, the way out, ni tuhakikisha ya kwamba kila mtu amejihami na kura yake. Next year tupeleke hao watu wote nyumbani, na sio tu rais. Lazima tuangalie pia wale wote ambao tumetuma kule kwa bunge na kule kwingine wamekosa kusikiza maneno yetu, wamekosa kusikiza maoni yetu, wanaenda wanafanya yale mambo wanataka. Na mumeona hivyo kwa the finance bill ambayo imepitishwa. Vile mfanya mambo wamesema hapa, hao watu wote hakuna mtu amekubali kusoma na the experience ambayo tumekuwa nayo 2024 na 2025. Wamerudia tu the same mistake. Na kama vile English man anasema, doing the same thing, using the same strategy but expecting different results. Nataka niwaambie hata next year the same challenges will be repeated. Na ningeomba serikali kama iko na imani na watu wake, kwa nini wasi gazette hii siku ya leo ikuwe ni holiday, public holiday ya kukumbuka heroes of this generation. Itengwe tu kwa sababu saa hii tumepoteza kila kitu. This is not a normal holiday, kwa sababu zile holiday zingine watoto wangekuwa wameenda kuswim, tungekuwa na watu wameenda National Park na Giraffe Center, lakini leo ni holiday ambayo tumepewa na askari ambao wametumwa waandamane kupiga wananchi. Bwana fanya mambo hivi ukiangalia ama ukitathmini zile kauli za wazazi ama familia za waliopoteza wapenda wao kwa uchungu sana, lakini pia viongozi wa upinzani wakizungumza kuhusiana na jinsi maafisa wa polisi walivyokuwa wameshika doria katika kila mahali, mbona serikali itumie nguvu katika kudumisha kudumisha usalama wakati watu wenyewe walikuwa wamejitokeza, wanasema wanaandamana kwa amani kwenda kuweka mashada ya maua na pia kutoa heshima zao za mwisho kwa watu takriban 60 ambao waliaga dunia kutokana na maandamano mwaka 2024? Vile nilivyosema ni kama kwamba serikali hii haijui kwamba mwezi wa Juni huo inafika. Na hawajui ni kama Gen Z wanakuwa na maandamano yao tarehe 24 kila mwaka. Kama serikali hii wangekuwa wanafikiria, kama hawangekuwa wanatumia experts kama akina Mbadi, wangekuwa wamejiuliza tutafanya nini kabla June 2024 ifike. Kitu badala ya kumwaga polisi. Niulize, kama polisi wangesema tutafunga Kenyatta Avenue, tutawaekea a very big stage, tunataka morning hours mfanyiwe interdenominational prayers, iteni pastors and reverends of your choice, muite mpaka maimam, alafu mkimaliza at a cost to government, mkimaliza mutapatiwa njia ya msafara mahali mtaenda, tumetengeneza space nje ya bunge mahali mtakuja muwekelee maua yenyu, mkimaliza tumewapangia concert.
Kitu wangefanya hata labda Uhuru Park yenyewe. Serikali provide sound, provide kila kitu. Iwaambie mtaanza na maombi Uhuru Park. Sisi tumeprovide kila kitu. Kujeni mfanye maombi Uhuru Park. Badala ya kuweka vizuizi kila mahali. Mkimaliza maombi yenu, tumetengeneza njia mahali mtapitia ili tu protect biashara za wananchi. Tutakuwa na polisi pande ile na pande hii. Nyinyi wote mkuje muweke maua nje ya bunge. Tumetengeneza mahali pa kuweka maua. Mpigwe zile picha zote mnataka. Mkitaka hapo muongee dakika 5. Mkimaliza kuweka maua mnaenda mkiendanga nyumbani. Hii hafla labda ingeanza saa 2 asubuhi, saa 6 saa 7 mchana ingekuwa imeisha. Na Wakenya wangeridhika na kamera zingekuwa pale na kila kitu ingekuwa pale. Na ndipo maana narudi pale. Nasema mimi naomba millennials na Gen Z tujipange. We stop agonizing, we start organizing. Sisi tushikane, tutafute namna. Na si lazima niwe ni mimi nitaongoza. Mimi nilikuwa nishapanga. Lakini tunaweza tafuta namna. Tutengeneze monument yetu sisi. Hiyo monument tuandike majina ya watu wote. Na ikuwe kila tarehe 24 ikifika, sote tunakuja tunaweka maua pale. Na itakuwa kumbukumbu, ndio tuwe hii yetu kwetu ikuwe ni kama Human Rights Day. Ikifika tarehe 24th tunasema the National Human Rights Day. Sisi tutajipatia public holiday, wapende wasipende. Na njia ambayo itakuwa rahisi kwetu ni hiyo tu. Tuwe na monument yetu, tuwe na mahala petu. Sasa badala ya maandamano tutakuwa tunafanya interdenominational prayers. Tunaita mpaka Waislamu. Kwa sababu ukumbuke wakati wa maandamano lazima mimi kwanza ni washukuru Waislamu sana. Tena msikiti ulioko pale CBD. Kwa sababu pale watu wengi sana walisaidiwa. Na kuna madaktari ambao pia walitoa damu yao wakati wa maandamano yale. Wakawapea watu ambao hawajui damu yao kwa sababu ilikuwa inahitajika. Kwa hivyo mimi ningependa kusema huu ni wakati mzuri wa kuonyeshana kwamba tunatumia akili zetu. Huu ni wakati mzuri wa kuja na proposals. Huu ni wakati mzuri. That is what leadership is about. Kuja kusema tumekuwa tukifanya mambo kipuzi. Kuweka barbed wire, kuweka police, kuweka nini. Kwani ya watu ni wenda wazimu? Mimi nakuhakikishia kwamba tukiprovide mahala ambapo our young people wanaweza kuweka maua. Kama mtajenga monument basi tuipeleke hapo parliament. Come up with a plan. Alafu muinvolve agency, muulize kujeni hapa. Mnataka tarehe 24 ikuwe successful. Tumetengeneza kamati. You are the chairman of the committee, kila kitu, come up with proposals. Hizo proposals tukutane KICC. Plan a month before time. Muzipitie through, mkubaliane, museme hapana, hii nayo ni too much, hii iko sawa. Ikifika hiyo siku hakuna mwanasiasa ataongea. The guest of honor ni wazazi ambao walipoteza watoto wao na brothers na sister. Hakuna mwanasiasa ataongea. Fanya mambo akija pale Rigiji mumekuja tu kuonekana. Watakao ongea ni wazazi ambao wamefiwa. Hiyo siku ukitaka kuongea, wewe uende ufiwe kwanza, mtoto wako akufe kwanza, ndio kuje uongee. Tukifanya hivyo, maandamano ya tarehe 24 yatakuwa ya maana. Ili isikuwe ni political hijacking. We can make it a beautiful story out of a painful story. Asante sana. Nikija kwako wakili Kagai, baada ya serikali kukiri kwamba kweli kulikuwa na utepetevu katika kuuliwa kwa wale vijana wakati wa maandamano mwaka 2024, hivi unahisi kwamba labda hata serikali yenyewe ingekuwa inaongoza baadhi ya shughuli hizi za maadhimisho, kwamba labda serikali jinsi alivyozungumza fanya mambo kwamba serikali jitokeze iseme kwamba sasa hivi kwa kuwa sisi wenyewe tumekiri, basi ina maana kwamba acha basi tuwape platform ya kufanya makumbusho ya mauaji ya vijana hawa Gen Z. Kwa kuwa kama ilikiri, ina maana kwamba inafaa kuweka mpango ama mpangilio ili kuhakikisha kwamba zile familia zilizofiwa at least zinahisi kwamba zinatambuliwa na serikali. Kwanza kabisa hawawezi fanya vile sababu hawajali familia zile, tuseme ukweli. Na pia hawajali watu wale wapoteza maisha yao, sababu kwa wanaona watu wale walikuwa pingamizi kulingana na ile finance bill ambayo walikuwa nayo. Na nahisi ya kwamba ukumbuke tuko na rais ambaye anasema yeye ako na PhD, unampatia mawazo kama nani? Yeye ni mtu ambaye hawezi pewa mawazo. Yeye akikupa kazi leo anakupa vile ambavyo utamwambia mawazo utampatia. Ni anakupa kazi lakini anakupa mawazo ni yangu lakini utakuwa unanipatia. Sasa ni kazi gani unafanya? Shida tunayo ni kwamba serikali haijali na huwa inasahau vile ambavyo wamesema. Usahau ya kuwa mwezi huu lazima ufike. Na Wakenya hawasahau. Unajua labda wanahisi ya kwamba wangetamani ya kwamba watu wasahau kwamba kuna watu ambao waliandamana wakakufa
lakini maisha hajasonga mbele. Hata hii fidia ambayo anasema anapeana, umesikia familia zinasema ya kuwa kuna watu wanapewa na kuna wale ambao wapewi. Kuna shida pale. Lakini pia ukumbuke ya kwamba hata iwe milioni ngapi upewe, mwanako haizi rudi. Ushaelewa? Lakini tunafaa tujiambie baada ya fidia kunafaa kuone tunasema haki. Isiwe mnaumiza watu, mnaua watu, mnateka watu nyara, alafu mnasema tushimefanya hivyo, shikeni pesa hii. Haiwezi kuwa vile, sababu utovu wa nidhamu lazima uweze kushughulikiwa. Kwa sababu upate ya kuwa maafisa wa polisi ambao wanatumika kuumiza watu, wanatumika kuua watu, wanatumika kuteka watu nyara, lazima wafunguliwe mashtaka. Tuna kesi ambazo ziko pale kotini, na kitu cha kusababisha ni kuwa kwa kesi ile ya Rex Masai, ukiona vile ambavyo wamefanya ile investigation, unaweza ona kama wakili vile hiyo kesi itaenda. Kwa sababu kumbuki ule ambaye anafaa kufanya ile investigation ni polisi, ni DCI. Sasa unajiuliza ya kuwa ukiona vile ambavyo imefanywa, unaona tayari hapa kuna shida. Na ndio maana tunasema ya kuwa serikali kweli kiombo wanasema inafaa kuwa na goodwill. Inafaa kujali wananchi wake. Kuna maafa ambayo yamefanyika na maafa ambayo hayakuwa yanafaa kufanyika. Sababu haifai kuwa watu waandamane, wauliwe, alafu baada ya hiyo useme sasa ile bill ambayo mpitisha sitatia sahihi, wacha niweke kando. Ungefanya vile kabla watu wale waweze kuuawa. Lakini sababu nakwambia hawajali, hawana nia njema na wananchi. Sababu shughuli ya leo makumbusho. Kila siku tuna mashujade. Mbona ule mbeberu hiyo siku huwa atumu watu wake hapa msisherekee mashujade? Mbona hatumu? Kwa sababu wameachilia. Hatuwezi sahau ya kuwa kuna watu walipigania nchi hii wakauawa ndio tukapata uhuru huu ya kukaa hapa leo hata. Kuna wale ambao pia walipigania katiba ile tunayo leo wakakufa. Ndio maana tuna uhuru huu wa kusema ya kuwa watu, katiba inasema article 37 inawapa watu wale haki ya kuwa nje leo, kutembea, kuandamana. Haina shida. Imetoa mwongozo. Sababu inakumbuka katiba inajua ya kwamba pale tumetoka historia ya kuwa kuna watu ambao hapo awali hawangeweza, ungeambiwa ile ati illegal assembly mko watatu with an intention to commit a crime. Sasa hii ni sheria gani? Sheria inakubali mimi wewe fanya mambo na ndugu yangu hapo, tunaweza kaa kando tuongee bila shida. Lakini polisi hawataki hiyo, na nchi na serikali haitaki hiyo. Na tunarudi pale kwa ile training ya polisi ndio tunafaa tujiulize. Sababu inaonekana tulibadilisha katiba, sheria tunaunda sheria ambayo ni futuristic, lakini hatajui maswali ya kuwa pale kiganjo wanafunzwa nini. Sababu ukiona kuna ile kiombo tunaita protect the crown, ya kuwa kwa vyovyote vile serikali haiwezi koselewa. Kwa vyovyote vile serikali haiwezi ambiwa. Kwa vyovyote vile mtu akiwa na shida na serikali akijaribu kutoa maoni yake anapigwa rungu. Haiwezi kuwa vile. Wanafunzwa nini pale kiganjo? Unafaa tujue. Inafaa kwa utumishi kwa wote, si utumishi kwa serikali. Hakuna serikali bila wananchi. Kwa sababu serikali hiyo nguvu ambayo wanayo ni ile delegated power. Rais hana mamlaka yake. Mamlaka yale ni ya wananchi. Kesho tukiamka tuseme ya kuwa hataki kuwa na serikali, hataki kuwa na bunge, tunataka kurudi kwa Council of Elders, nani atatushurutisha? Ni haki yako, ni ile nguvu yako. Unakumbuka ile kijana alisema the people shall. Ile nguvu yako hiyo, umefanya donation. Ni kama vile unaweza kuwa na 1000 kwa simu, mtu akwambie sijakula lunch. Umpe nini? Shilingi 50. Haimaanishi pesa yako ni yake. Umemsaidia tu. Lakini kesho ukiona pesa yako shilingi 50 anavuta nayo glue, hautampa. Zuia hapo wakili. Naarifiwa kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen atakuwa anazungumza, atakuwa anafanya kikao na wanahabari muda mchache ujao. Kumbuka atakuwa anazungumzia labda kuhusiana na siku ya leo, matukio mbalimbali, vile maandamano ambayo yamefanyika katika baadhi ya sehemu za hapa nchini Kenya. Kumbuka Nairobi, kule Kajiado kama nilivyokuarifu, hasa katika mji wa Rongai, lakini pia maeneo mbalimbali kote nchini ambako shughuli zilizizimwa katika sehemu kubwa tu ya siku ya leo kutokana na maadhimisho haya ya mauaji ya vijana wa Gen Z kutokana na maandamano yao mwaka 2024. Kwa hivyo ni taarifa ambayo bila shaka mtazamaji tunaifuatilia, na akianza kuzungumza tu bila shaka tutakuwa tunavuka moja kwa moja kupata kauli yake kuhusiana na taarifa hiyo ambayo atakuwa anaitoa. Kumbuka ni waziri wa usalama wa ndani Bwana Kipchumba Murkomen ambaye atakuwa anazungumza muda mchache ujao. Tutavuka huko akiwa ameanza kuhutubia taifa kuhusiana
na siku ya leo ama matukio mbalimbali ya siku ya leo. Tutakuwa tunaendelea pia na mazungumzo yetu papa hapa KTN. Sasa tuje sasa katika suala hili la vijana, tukitarajia kwamba Waziri Murkomen atakuwa anatoa taarifa yake kuhusiana na matukio ya leo. Vijana wana nafasi gani sasa katika masuala ya uongozi na maamuzi mazima ya kitaifa baada ya haya maandamano ya Gen Z? Nianze na kwako Njuguna. Kwanza ni vizuri tujue ya kwamba vijana kwanza ndio majority katika nchi yetu. Ndio hiyo age bracket ya 18 to 35 sisi ndio tuko wengi zaidi. In fact tukiongeza handi allowed 40-45 hapo, na that is the productive age. Hiyo ndio ile age ambayo ni wale watu ambao wako na nguvu ya kujenga nchi yao, ya kufanya yale mambo ambayo wanahitaji kufanya katika kuboresha uchumi na kila kitu ambao tunahitaji kama nchi. Na kwa hivyo vile umeuliza, nataka niseme vijana lazima wajue nguvu ambayo wako nayo, na hiyo nguvu itapatikana tu kama wao wenyewe watajitokeza, waache uoga, wakuwe vile tu walifanya 2024, hata kwa yale masuala zingine zote kama za uongozi wajitokeze. Kama wakati huu tunaelekea uchaguzi, wacha tuone vijana wamejitokeza kuwania viti ambazo ziko, kama ni mbunge, kama ni MCA, kama ni governor ama president, wacha tutokelezee sisi wote. Alafu pia tuhakikishe ya kwamba tuko na strategy. Sio tu kuamka na kusema ya kwamba tunataka kuondoa hii serikali iende. Lazima tukue na mpango. Lazima tujipange, tujue ya kwamba hizi numbers zetu zita translate vipi zikuwe ziko na impact kwa uchaguzi. Kitu ya kwanza ni lazima kila mmoja wetu ajitume. Tuhakikishe ya kwamba kila mtu anahakikisha mwenzake amechukua kura. From there tuhakikishe pia tunasaidia wenzetu kuelewa mambo ya governance, mambo ya uongozi, kwa sababu tukigojea eti wakati tutapewa uongozi tutazeeka tukigojea tu. Ni vizuri tujue ya kwamba lazima you cannot be invited on the table. Wewe chukua kiti yako, enda kwa hiyo table, kaa hapo, anza kutengeneza maneno. Hii ni wakati mwamko mpya. Tuseme ya kwamba this time round wacha tuhakikishe hata ile bunge ambayo tutakuwa nayo kuanzia 2027, wacha ikuwe ni bunge ambayo itakuwa na watu ambao wako na integrity, watu ambao ni fresh, watu ambao wako na fresh mindset, kwa sababu tukikuwa na wale watu ambao wamezoea hii maisha hizi fikira za kizee za zamani, tutaishi tu maisha ambayo itakuwa ya kutudhulumu tu kama wananchi. Kwa hivyo vijana na waomba this time round, hata kama tunasema ya kwamba tunataka kuondoa hii serikali, the only solution ni kutoka kwako kwa nyumba, enda uchukue kura yako, jipange, hakikisha ya kwamba vijana wenzako wakikuja kutafuta kura, tuache kugojea tutupatiwe handouts, kwa sababu hizo handouts ndizo zimetufanya tukue na viongozi ambao ni wa kuharibu nchi yetu. Lazima tuhakikishe wale viongozi tunakuwa nao ni viongozi wako na integrity, watu ambao wako na agenda, sio tu kuongea vile wewe ni tajiri. Wacha hata tusiangalie tu mambo ya masomo. Umeona nchi yetu saa hii inaongozwa na mtu wa PhD, na I think PhD with due respect ni kama inakosa heshima sana, kwa sababu wakati huu imeanza kuonekana ni kana kwamba kuna challenge. Kwa hivyo ni vizuri tuhakikishe ya kwamba wale viongozi tunaangalia, wacha tusiangalie tu masomo. Wacha pia tuangalie historia ya mtu na hekima pia. Hiyo ni muhimu zaidi. In fact there is kuna hii word ambayo tunaita education. Kukuwa educated sio tu masomo. Nafikiri ndio maana wakili mnaitananga my learned friend. Hamuitanangi my educated friend. Kwa sababu unaweza kuwa uko learned lakini you are not educated. Kuwa educated ni ile kitu, kwa sijui ni lugha gani hiyo inaitwa education. Unakaa kama spring, ukivuta hivi uko sawa kiakili, kimambo ya morality, mambo ya integrity. Hayo mambo yote ndio tunahitaji kuona katika uongozi ambao tutakuwa nao kuanzia 2027. Naam. Bwana Fanya Mambo, kabla tuvuke kwa Kipchumba Murkomen ambaye tunatarajia kwamba atakuwa anazungumza na habari kuhusiana na matukio ya leo, tusalie katika suala hili, nafasi ya vijana katika maamuzi ya uongozi lakini pia kisiasa. Je, tangu wakati huo mwaka 2024 hadi sasa, je, wameshirikishwa inavyohitajika?
Asante, ningependa kusema kwamba kunaye kijana mmoja ambaye kwa wakati huu tunamcelebrate, anaitwa John Methu, miaka 34 peke yake. Kuna jambo ambalo wamefanya pale Olkalau na ningependa sisi wote tulitazame. Walipoambiwa kwamba candidate wao ni chokora na kwa hivyo hajui kuvaa, haezi kwenda bunge. Wakasema kwamba watachanga shilingi 10 kila mmoja ili wamnunulie suti. Ilikuwa ukipeana shilingi 200 unarudishiwa shilingi 190. Ukipeana 50 unarudishiwa shilingi 40. Walikuwa wanataka apewe shilingi 10 kutoka kwa watu ambao wangependa kumchagua. Kisa na maana chake ni hii, kwamba sisi wa Kenya tumezoea kupewa pesa na wanasiasa. Na tunapopewa pesa na wanasiasa, wanaingia bungeni wakisema kwamba nilinunua kiti hichi, nilitumia milioni 50, nilitumia milioni 40. Kwa hivyo mwaka wa kwanza na wa pili ni wa kuiba CDF ili aregeshe zile pesa na awe na za kampeni ijayo. Lakini tunapokuwa na viongozi ambao wako na deni yetu, wako na deni yetu ya kura na wako na deni yetu ya pesa za kampeni, inakuwa vizuri sana. Kwa hivyo mimi ningependa uchaguzi ujao, upuzi huu wa kuongozwa na tumbo tunapoenda kutafuta kiongozi tuumalize. Tuanze mfumo wa kusema kwamba sisi tumeangalia, unajua tunatafuta wabunge 290. Sasa hii ni 289, nishachukua Dagoretti South. Sasa hawa ambao tunatafuta 289, tunasema lazima mumchague na mukague. Muangalie kwa makini sana. Mkisha identify ni huyu, hata kama hana gari, hata kama anatembea na slippers, apewe. Museme kampeni yake ni yetu. Na sisi tutasimama na huyu ili anapofika pale, hata aibu ya mzazi anaona, anasema kweli mimi hawa watu walinitoa kwa ufukara, walinitoa mahali ambapo sikuwa, lakini walijua nina nia njema na nina maadili mema. Kwa hivyo uchaguzi wa kuja kupewa pesa na wanasiasa lazima uishe, na tuanze sasa kuwa tuna own candidate na tunasema huyu ni wetu wa kujijengea. Hata suti yake ya kuapishwa ni sisi tumemnunulia. Asante sana wakili. Tukizungumzia swala zima hili la maandamano na athari zake, familia zimezungumza, lakini kuna kitu kimoja ambacho kinajitokeza, bila shaka pia ni swala ambalo nitakuwa narushia wenzako pia, swala la fidia. Fidia katika awamu ya kwanza ni shilingi milioni 448 hivi ambazo zimetengwa katika awamu ya kwanza, lakini fidia hii si ya vijana wa Gen Z peke yake walioaga dunia kutokana na maandamano ya mwaka 2020, inakwenda nyuma hadi mwaka 2013 kama sijakosea. Lakini baadhi ya hizi familia zimekuwa zikitoa taarifa kwamba wanahitaji angalau waone ile orodha kamili. Pia mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekuwa pia yakijitokeza akisema kwamba yanaomba yaone angalau ile orodha ya wale ambao wananufaika, maana wanasema huenda ikawa kuna wengine ambao wameachwa nje ya mchakato huu wa kufidia. Kitu cha kwanza ni kweli kwamba huwezi kufidia maisha, lakini kwa kutoa fidia namna ile inaonesha jinsi gani unavovunjika moyo kwamba ulisababisha maafa kama hayo, lakini mchakato wenyewe unakumbwa na maneno mengi sana. Hivi unahisi kwamba hizi familia, zile familia ambazo zitanufaika ni zile ambazo zinalengwa? Kwanza kabisa shida tunayo ni kuwa fidia hii inaonekana ni siasa, ama ni vile serikali inajaribu kuonyesha ya kwamba inasema pole na imebadilika. Na ndio maana unapata kuna familia ambazo zinahisi ya kuwa kuna watu ambao wameachwa nje. Ni vile ambavyo shughuli hiyo inaendeshwa. Ile Commission of Human Rights ndio ikafanya shughuli hiyo mpaka ya fidia, sio serikali, kwa sababu ingeweza kufungua nafasi ya kila mtu ambaye anahisi ya kuwa alidhulumiwa kwa nafasi moja ama nyingine aweze kuleta malalamishi yake. Kuna vile ambavyo umesikia kama leo ulivyoona kwa maandamano ya leo, kuna wazazi ambao wanasema kuwa walipoteza watoto wao na hawako kwenye ile orodha ya kuwa watapata fidia, na kisha mtu anasema ya kuwa mtoto wake mpaka aliaga dunia. Unaelewa? Na ukiangalia orodha ile inasema waliouawa, waliojeruhiwa, minor, major, lakini inasahau pia waliotekwa nyara. Ndio. Kuna wale mandugu the Longton brothers ambao wanahisi ya kuwa hawako kwenye orodha ile, na leo mmoja wao amechukuliwa pia. Na biashara zilizo. Na biashara pia ukumbuke pia tunasahau pia kuna biashara zilichomwa, kuna biashara ambazo ziliibiwa, haziko katika orodha ile. Sasa wanafanya shughuli hii kwa haraka kwa sababu ya siasa. Waseme unaona hata tulilipa watu, tuchague, unaelewa? Lakini hawafanyi kwa sababu wanakiri ya kuwa walikosa, serikali ilishindwa kuendesha nchi vizuri. Kwa sababu shughuli ile ambavyo nakwambia ingekuwa wazi, kila mtu alete shughuli yake ama
malalamishi yake. Lakini kwa vile wanaifanya hivi, nakwambia kuwa itaisha hivyo. Kesho utasikia bado kuna wale ambao watakuwa bado hawajafidiwa. Lakini pia unafaa kukumbuka kuna familia ambazo hadi wa leo watu wao hawajaonekana. Kuna maswali ya kuwa kuna mtu anasema mtoto wangu alitoka kwa nyumba akaenda, ama ndugu yangu, bwana yangu, kaka yangu, dada yangu, hadi wa leo hatujui kama amekufa, hatujui kama ametekwa nyara, hatujui kama alipotea nchi. Maswali kama haya hayatatuliwi. Unaelewa? Tumeingia katika msimu wa siasa na serikali